2026 shangwe za kukaribisha mwaka mpya mwaka 2026 jijini Nairobi ziliakisiwa pia katika kaunti mbalimbali nchini, huku Wakenya wakianza mwaka kwa matumaini mapya baada ya changamoto za mwaka 2025. Mwanahabari wetu Juliet Kimwe anaarifu namna Wakenya wa kaunti mbalimbali wameeleza matarajio yao na matumaini ya mwaka huu mpya mwaka 2026. Kadri mwaka wa 2026 unavyoanza rasmi, sauti za Wakenya katika maeneo mbalimbali nchini zinaashiria matarajio mapya baada ya changamoto za mwaka wa 2025. Katika jiji la Nairobi, changamoto za gharama ya juu ya maisha na uhaba wa ajira zimetajwa kuendelea kulemea Wakenya, huku wananchi wakitoa wito kwa serikali kuwapa fursa za ajira. Ukosefu wa kazi umegonga wanarika sana, ndio wanaingia kwa miandarati na kutangatanga hapa nchini, na kama mtu hana kazi ataiba, kwa hivyo insecurity itaenda juu. Mr. President William Samoei Ruto, you have been saying that you want to create for us what job opportunities. To me, I want to appeal to you that as much as you say those words, can you do the actions? Katika kaunti ya Kisumu, changamoto katika sekta ya biashara na upatikanaji wa masoko zilidhoofisha mapato ya wakazi, huku wakitarajia usaidizi wa serikali katika kufungua masoko ya nje. Maandamano ya Gen Z ilifanya biashara, wengine wakapoteza biashara zao, wengine wakarudi to zero, walikuwa na mamilioni. Aidha, wakazi wa kaunti hiyo wametaja kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kama pigo katika siasa, huku wakitumai ustawi wa kisiasa mwaka huu. We lost Baba and now we are here just because we trust the process. Mandhari sawa yalishuhudiwa katika kaunti ya Nakuru, ambapo wakazi wameeleza matumaini yao ya matunda chanya mwaka wa 2026, kwani changamoto za mwaka wa 2025 ziliathiri sekta mbalimbali. Now that we are in 2026, we expect changes and the year to be more better than 2025. Kisii, wakazi wameitaka serikali kupunguza gharama ya maisha na kuimarisha uchumi wa taifa ili kupunguza mzigo kwa wazazi, hasa wakati huu wa mwanzo wa muhula mpya wa masomo. Especially in the education sector, the issue of the transition from the junior secondary to the senior high school. Kwa upande mwingine, wakazi wa kaunti ya Baringo wameomba Rais William Ruto akumbuke hali ya akina mama katika jamii yao na kuhakikisha hali zao za maisha zinaboreshwa. Mwaka hii natarajia rais wetu apate kukumbuka wamama wa culture ili tupate kuendelea. Wakenya katika kaunti mbalimbali wana matumaini ya afueni ya kiuchumi, ajira na huduma bora, huku wakiwa na wito mmoja tu, serikali kuingilia kati. Huku zikiwa zimepita saa chache tu baada ya mwaka wa 2026 kuanza, Wakenya wengi wanasema kuwa changamoto za mwaka wa 2025 ziliathiri sekta mbalimbali. Wanataka serikali kuchukua hatua ili kuzitatua. Kutoka kaunti ya Nairobi na kutakia wewe mtazamaji wa TV47 mwaka mpya wenye baraka, mimi ni Juliet Kimwe.